kali sana, na ndio maana unaona nimevaa kitu kizito. Leo alfajiri naamka, natizama kama kawaida mitandao ya kijamii, naona Al Jazeera kwa sherehe kubwa sana wanatangaza kuwa kama saa 2 zilizopita Marekani imeanza upya kuipiga Irani, na wakaeleza kuwa Marekani amesema hiki kipigo au Waswahili wanasema kichapo kitakuwa kikubwa sana dhidi ya Irani. Kwa mtu yote mwenye akili ya kawaida, muungwana, anayejali maisha ya binadamu, kitu kama hiki kitamsikitisha. Nimewataja Al Jazeera kwa sababu juzi nimewataja pale nilipoeleza kuwa Kuwait kumetokea maandamano, wananchi wanaishinikiza serikali yao iangalie upya vituo vya Marekani katika nchi yao, kwani havina maslahi na wao, sana sana vinaleta shida. Ni hali hii sasa hivi ipo katika nchi zote za Ghuba kuwa wanatazama upya uhusiano wao na Marekani. Sasa na vyombo vingine vyote, CNN vyote sasa hii ndio habari, na ukitizama inakutisha kwa Marekani ameanza upya kuwapiga Irani, na wanasema kuwa Trump kasema jana baada ya mazungumzo na Netanyahu kuwa itapigwa sana Irani. Lakini kwa watu wenye fikra, huu sasa ni mwezi wa 5 vita vinaendelea baina ya Irani na Marekani, na watu wenye fikra huru wanauliza, Marekani kisha sema kapiga vituo vyote Irani, hawana nguvu tena kupambana na Marekani, sasa anapiga nini? Na kuna wachambuzi wengine wanasema kuwa Marekani hana cha kupiga, na hatari yake sasa Marekani itaingia kwenye kufanya jinai ya vita, kuwa watapiga vitu ambavyo vitakiwi kupigwa, vitu ambavyo haina uhusiano wowote na vita isipokuwa ni kwa matumizi ya raia wa kawaida. Unasema Marekani hana cha kupiga. Naam, hana cha kupiga. Kwa ninapozungumza mimi hivi, wanapata shida moja, ni kwa wakati mwingine nadhania nazungumza na watu ambao walikuwepo wakati wa vita vya Vietnam. Vita vya Vietnam, ulikuwa ukifungua radio kusikiza taarifa habari, utasikia habari kutoka Saigon, wanaeleza Marekani ndio piga, lakini hakuna chochote. Sasa hapa nitaleta ile Ho Chi Minh Trail. Ho Chi Minh Trail leo unaweza kusema kama alikuwa ni generali. Ho Chi Minh Trail ilikuwa ni mitaro, mifereji, channels za chini kwa chini ardhi, na ilikwenda maili nyingi sana, na hii ndiyo iliwapa ushindi wa Vietnam dhidi ya Marekani. Na Marekani walipata shida kwa sababu kila kitu, silaha, askari, kila kitu, watu wanakwenda chini kwa chini, na wa Vietnam walikuwa janja, walikuwa wanafanya wanaita camouflage, yani unaweza kuweka kitu usijui hapa pana nini. Sasa wanasema Iran wanasema sisi tulijitayarisha kwa miaka mingi dhidi ya vita hivi, tulijua kuwa hivi vita vitakuja, na mwezi wa 5 huu vita vinakwenda, Marekani napiga Irani, lakini Irani haijaanguka. Irani bado imesimama na inapigana kama vile hakuna kilichotokea. Na wao wanasema kuwa chini ya ardhi ndio kila kitu chao kilipo. Ardhi chini sana, manake hata hayo mabomu ambayo wanaita bunker blasters hajaweza kufika. Na kama unavyoona kila siku Irani wanashambulia, jiulize hizi silaha zinatoka wapi? Zingekuwa juu kwenye ardhi tayari zimeshamalizika.
lakini silaha zinatoka kwa sasa. Huyu naye hii miji ya China ardhi nayo unaweza kuita jenerali. Katika vita vya pili vya dunia, Wajerumani jeuri, jeshi kubwa lenye nguvu, lilishindwa kuingia Urusi na kuteka, kwa sababu alitokea jenerali anaitwa Winter, baridi kali. Lile ndio lilomaliza jeshi la Ujerumani, likawa haliwezi tena kusonga. Sasa wanarudi nyuma, na hapa ndipo Red Army iliponyanyuka na kuanza kuwafukuza mpaka Berlin na vita vikesha. Leo tunamwona jenerali mwingine, silaha zilizokuwa chini ya ardhi Irani. Hii ndio nguvu ambayo Marekani hajaweza, na wao vile vile wanaweka camouflage. Hawawezi, wanasema tumepiga hapa, lakini hawajui. Na Irani ni nchi kubwa sana, si nchi ndogo. Sasa Marekani, katika moja ya vipindi vyangu vya mwanzo, nasema kiburi cha Marekani kitoangamiza. Na sasa unaweza kuongeza kitu kingine kuwa kiburi na ujinga. Utegemea Marekani, nchi ambayo ina wataalamu wengi, wakawa wajinga kiasi hiki, na wao wenyewe sasa katika jamii yao, wananchi raia wanajiuliza, hivi vita tunavyoingia ni kwa maslahi gani? Kwa sababu Irani haijapata kuwa tishio kwetu sisi, kuwa tukai hatupata usingizi kuwa Irani anaweza kuja kutupiga sisi. Hili jambo halipo. La, ndugu msikilizaji, jaribu hata dakika moja ujiulize, ingelikuwaje laiti kama wangetoka wa Irani kuingia Israeli, wakawaua viongozi wao na wakapiga nchi? Leo dunia hii ingekuwaje? Iran wameuliwa mpaka watoto wa kindergarten, chekechea, watoto wa chekechea wameuliwa. Dunia imekuwa kimya, na cha kusikitisha ni kuwa hata hapa kwetu watu ambao tulikuwa na miaka nyuma na siasa zinaweza kueleweka katika mambo ya nchi za nje, tumekuwa kimya. Lakini na hili ndio jambo kubwa zaidi, na wachambuzi wengi wanasema kuwa hali ya Mashariki ya Kati ishabadilika. Sio itabadilika baada ya vita, hivi sasa ishabadilika. Imebadilika vipi? Leo Wamarekani hawakutegemea kuwa hivi vitu vitaendelea miezi mitano, na vinaweza kwenda miaka kama watotoka. Walidhania wao wataingia, wataua viongozi, watapiga, watatoka. Imekuwa ni jinamizi. Wamarekani wameingia, mathalan ni mwizi aliingia kwenye nyumba kufanya uhalifu, anataka kutoka na kuta milango yote imefungwa. Marekani hajui atatoka vipi, kichwa chake juu. Hajaweza kujua mpaka leo anatoka vipi katika vita hivi. Na vita sasa vinaendelea, vinapanuka. Saudi Arabia jana chema vyombo kashambulia Yemen. Sasa hapo umefungua unaita front nyingine, kwa Saudi Arabia naye kaingia kwenye vita hivi, na Israeli yupo kwenye vita hivi, Marekani yupo katika vita hivi. Nchi za Ghuba zinajitizama, tuna maslahi gani kwa hali kama hii? Na sasa hapa ndio nataka kusema jambo la mwisho ambalo ndio sasa wachambuzi wanatizama, na wanawatizama Marekani na kuona huruma hata wale watu ambao wapo katika NATO, ni kuwa nchi za Ghuba zimefungua mazungumzo na Irani kama ndugu, kama jirani, kuwa tusijiangamize wenyewe, sisi tunaunganishwa na Uislamu wetu. Hawa nani watugombanishe? Sasa utajiuliza mwenyewe, Saudi Arabia itaendelea na vita hivi?
Saudi Arabia ataendelea na vita hivi, kuwa anatoa jeshi kwenda kuipiga Yemen? Anampiga nani Yemen pale? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.